Tunakumbuka katika simulizi yetu nzuri kabisa inayokwenda kwa jina la Nimemnyandua Mke wa Baba, iliweza kuishia pale ambapo mke wa baba alikuja chumbani kwangu na nilikuwa nimeweza kumnyandua kweli kweli, na hii ilikuwa ni mchana. Nilikuwa nimeweza kumnyandua kweli kweli mke wa baba, na baada ya hapo aliweza kuchoka sana, lakini pia hata mimi nilikuwa nimeweza kuchoka kweli kweli. Kwa hiyo alikuwa ameweza kulala akiwa ameweza kupumzika kutokana na uchovu mwingi kweli kweli ambao alikuwa ameweza kupata, lakini mimi niliweza kutumia hiyo fursa kuhakikisha kwamba ile 1,500,000 kama sio 2,000,000 aliyokuweza kunikabidhi, niliamua kuichukua na kwenda kuitupia benki moja kwa moja, ili kwamba iweze kupumzika, ili kwamba na mimi akili yangu sasa iweze kukaa sawa sawa. Baada ya kuweza kuhakikisha kwamba nimeshaiweka ile pesa shilingi 2,000,000 kama sio 1,500,000, basi niliweza kurudi nyumbani. Na mimi pia nilirudi nyumbani kwa ajili ya kuja kupumzika sasa, maana akili yangu ilikuwa inakwenda mbio mbio sana nilipokuwa nikiona pesa nyingi kiasi kile alizokomeza kunipatia mama wa kambo au mama mdogo, mke wa baba. Baada ya kuweza kurudi, ndipo ambapo nilimkuta mama mdogo, mke wa baba, akiwa bado ameendelea kulala, akiwa yupo kama ambavyo amekuja duniani. Basi mimi nilipofika nilikwenda kuoga. Baada ya hapo nilimwamsha ili kwamba sasa aweze kutoka kunako chumba changu na aende chumbani kwake, na ikibidi aanze kufanya mchakato wa kupika chakula cha mchana, kwa sababu hata njaa pia ilikuwa inatuuma kweli kweli. Nilimwamsha, tunakumbuka, na baada ya kuweza kumwamsha mke wa baba aliamka, lakini alikuwa anahitaji tupige stori 2-3 baina ya mimi na yeye. Tulipiga stori, lakini bado nilikuwa nikimwambia kuwa aondoke chumbani kwangu aende akaandae chakula cha mchana ili kwamba tuweze kupata chakula, maana njaa pia ilikuwa inaniuma sana. Lakini yeye hakuweza kabisa kusikia kile ambacho nilikuwa nimeweza kumwambia. Kitu ambacho alikuwa nakitaka kwa muda kama huu, alikuwa anataka mizagamuo tena, kwa maana alikuwa akinisifia kweli kweli kwamba toka ameweza kuzagamuliwa hakuwahi kabisa kuweza kuzagamuliwa na mtu na kuweza kumfikisha kwenye kilele cha mlima wa Kilimanjaro kama vile ambavyo mimi nilikuwa nimeweza kumfikisha. Mimi nilikubali sifa hizo ambazo alikuwa ameweza kunipatia, lakini nilimsihi sana kwamba aende tu akaandae chakula cha mchana, lakini alikuwa hataki kabisa kwenda kuandaa kwa chakula, na zaidi alikuwa anahitaji tena tuweze kurudia game, yani tena tuweze kucheza mpira na ikiwezekana tufungane kweli kweli. Baada ya kuweza kulazimisha sana, nikaona kwamba isiwe kesi, niliamua kucheza tena game, na baada ya kuweza kufika kunako kilele cha mlima wa Kilimanjaro na yeye kuweza kufika kwenye kilele cha mlima wa Kilimanjaro, basi nilimsihi sana aweze kuondoka, lakini bado alikuwa anaendelea kupiga stori na mimi. Lakini mimi kwa mbali niliweza kusikia gari la baba. Hii ilimaanisha kabisa kwamba baba alikuwa anarudi kutoka kazini, na hii ilikuwa ni mida kama saa 11 hivi. Sasa nilipoweza kusikia gari la baba likirudi kutoka kazini, maana yake huyu alikuwa ni baba sasa anarudi kutoka kazini. Nilimsihi mama mdogo na kumwambia kwamba aondoke aelekee chumbani kwake, lakini bado hakutaka kusikia. Nilimwambia kwamba nasikia gari ya baba, lakini bado alikuwa haamini. Nilishuhudia kwa kusikia baba akifunguliwa geti na mlinzi pale getini, na baada hapo baba aliweza kulipaki gari lake, na baada ya kuweza kulipaki gari baba taratibu alianza kuja kwenye nyumba kubwa. Baba aliingia. Baba ameingia, mama yani mke wa baba alianza kutoka. Wakati anatoka, ana kwa ana, macho yaligongana na baba, yani mke wa baba na baba, macho yaligongana. Lakini wakati huo mke wa baba alikuwa yuko ndani ya vazi la kangamoko tu,
Baba alistuka sana, lakini pia mke wa baba alistuka naye pia zaidi. Katika sehemu ya kwanza ya simulizi yetu nzuri kabisa inayokwenda kwa jina la Mke wa Baba iliweza kuishia hapo. Sasa leo simulizi yetu hii nzuri inasonga vipi? Karibu sana katika hii simulizi nzuri na tena ya kusisimua kwelikweli. Kama ndo mara yako ya kwanza kuingia katika hii channel bomba, basi hakikisha kwamba unabonyeza neno subscribe ili kuwa mtu wa kwanza kabisa kuweza kupata simulizi zetu pale ambapo tunaziachia. Leo tupo katika sehemu ya pili, mpenzi msikilizaji. Najua kabisa kwamba shauku yako kubwa ni kutaka kujua baada ya mke wa baba kuweza kugongana macho kwa macho na baba, yani nini ambacho kiliweza kutokea. Na hapo ndiko patamu kweli kweli, mpenzi msikilizaji, hivyo karibu sana. Lakini kama wewe ni mpenzi wa kutazama video za kupelekeana moto, yani video za mambo yetu ya mizagamuo, mambo ya minyanduo, basi tambua kabisa kwamba tuna grupu letu kubwa kabisa pale WhatsApp linahusika na kuweza kuweka mambo ya mizagamuo. Kunapo grupu utapata mizagamuo ya kibongo na kizungu, na utazidi kuenjoy kila siku ndani ya grupu mwezi mzima, ndipo utalipia tena. Gharama yake ni shilingi 15,000 tu, mpenzi msikilizaji. Kama unayo shilingi 15,000 hapo sasa hivi, basi unaweza kuja pale WhatsApp ili kwamba niweze kukunga na grupu letu kubwa kabisa la video za mizagamuo. Namba ya kuja pale WhatsApp ni 0782 7197 na mwisho ni 94. Hiyo ni namba ya kuja pale WhatsApp ili kwamba niweze kukunga na grupu letu kubwa kabisa la video za mizagamuo. Changamka sana, njoo pale WhatsApp kwa maana kwa sasa niko online na kusubiri wewe. Tunazidi kusonga na hii simulizi. Ukija pale WhatsApp sema inahitaji kuungwa na grupu la mambo yetu ya mizagamuo, mapema sana utapewa namba kulipia pesa. Baada ya hapo utalipia, na ukishalipia utaungwa na grupu letu na utaendelea kumweleka. Tunasonga na simulizi ambayo inasema kwamba mke wa baba amefanya nini, na ikiwa tayari ameshatafunwa, basi karibu katika stori yetu nzuri kwelikweli, mpenzi msikilizaji. Tina, unatokaje chumbani kwa kijana wangu tena ukiwa umevaa kangamoko kiasi hiko? Ni nini ambacho umetoka kukifuata huko chumbani kwa kijana wangu? Naongea na wewe. Ilikuwa ni sauti ya baba, alikuwa akimuita Tina na kuweza kuzungumza naye kwa staili kama hiyo. Kidume nilistuka sana na kuweza kujifunika shuka gubi gubi kana kwamba nilikuwa naumwa. Aise baba huyu jamani, leo sijui itakuwaje. Yalikuwa ni mawazo ambayo nilikuwa nikiyawaza kwenye kichwa changu wakati huo nikiwa nimeweza kujifunika shuka gubi gubi, na maanisha kwamba nimejifunika furu. Mme wangu, nilikuwa na pumbavu zako. Baba aliweza kumsogelea Tina ambaye ni mke wake mpaka pale jirani kabisa alipokuwa kasimama. Tina, hebu niambie, umetoka chumbani kwa kijana wangu kufanya nini? Na kwa nini umetoka na kangamoko? Na kwamba usiponiambia leo nitakutandika wewe na huyo mpuzi ambaye uko huko chumbani. Wewe Felix. Felix. Baba alikuwa akiniita. Kidume nilikaza kweli kweli. Ina maana huyu Felix ninamuita anisikii bibi ninavyomuita, alafu ninazungumza na wewe pia hutaki kunijibu. Mnataka niwafanye kitu kibaya, si ndio? Aya, twende chumbani, pumbavu, tukazungumzie kule. Baba alimchukua mke wake na kuweza kuondoka naye, akaenda naye moja kwa moja mpaka huko chumbani kwao. Walikwenda na kufika mkuku mpaka chumbani. Alimsukuma mke wake, alianguka kwenye kitanda. Baada hapo baba akaanza kuzungumza. Tina, nakwambia leo nitakupiga mijeledi sio na idadi. Niambie, nini kilichokufanya utoke na kangamoko? Tena nitakukagua na ole wako nikute umeweza kuzagamuliwa. Nakwambia leo maji utaita mma.
Alizungumza hivyo baba huku akichomoa mkanda wake na kutaka kabisa kuanza kumtandika mijeledi mke wake anayefahamika kwa jina la Tina. Jamani baba Felix, naomba nisikilize kwanza. Mimi mwenzako mimi. Mwenzako mimi nini? Zungumza. Umetoka kufanya nini kule? Umetokaje chumbani kwa kijana wangu tena ukiwa na kangaboko? Na kuambia kama usipozungumza nitakutandika fimbo zisizokuwa na idadi hapa. Nitakutembeza mijeredi ya mikanda mpaka uvimbe kweli kweli. Jamani baba Felix, mimi nilienda kule kuangalia kama Felix atakuwa na chaji. Simu yangu ilikuwa imezima chaji, alafu chaji yangu mimi sioni, sijui hata imeelekea wapi. Wewe, hivi unaniona mimi ni mtoto mdogo? Unaniona mimi ni mtoto ambaye unaweza kanidanganya mambo yako yasiyoeleweka? Okay, ngoja, subiri. Baba alifunga mlango. Baada hapo alitoka mkuku na kuja moja kwa moja mpaka kwenye chumba changu na kuweza kunikuta mimi nilikuwa nimejifunika furu kabisa, jasho likinitoka kama maji. Tena nilikuwa sijavaa kitu chochote kile. Wewe Felix, Felix, amka Felix, amka. Baba alinitikisa kwa hasira kwelikweli. Kidume nilikuwa nimelala, lakini nikachanganikiwa kwelikweli na nilikuwa naigiza kulala na sikana kwamba nilikuwa nimelala kweli. Niligugumia huku nikiwa namtazama baba. Macho yangu niliyafumbua kwa taratibu sana, tena kwa uoga kwelikweli, kana kwamba mtu ambaye alikuwa ameweza kulala usingizi mzito. Felix, mimi ni baba yako. Nimekuja hapa uniambie ukweli. Huyu mwanamke alifuata nini huku chumbani kwako? Baba, unazungumzia nini boda? Mimi mbona sikuelewi unachozungumzia. Mimi nilikuwa nimelala kutwa nzima hapa. Alafu baba, mimi ninaumwa kweli. Si mbona hata jasho linavyonitoka. Wewe Felix, usiniletee upuzi hapa. Unaumwa nini wewe nakati nimeondoka hapa nimekuacha kwa mzima? Baba, mimi ninaumwa bwana. Dada ninaumwa, sijui malaria na hata pesa kujitibia sina. Mimi kwanza nashukuru sana baba umeweza kurudi ili kwamba nipeleke hospitali. Maana hali yangu ni mbaya sana. Shit. Yaani namuona mama yako mdogo akitoka huku alafu tena wewe unaniambia unaumwa. Kwa hiyo ina maana nini? Ni kweli baba mdogo ametoka huku, lakini mimi naumwa. Ilikuwa namsikia tu mama mdogo hapo akiongea mambo yake. Alikuwa ameweza kukaa hapo. Alikaa hapo kwenye hicho kisofa changu cha mtu mmoja baba. Nilikuwa namsikia tu mama mdogo anaongea na sikujua kwamba alikuwa anaongea nini, lakini kiukweli mimi naumwa. Ila nilisikia tu sauti yake ya mwisho akisema kwamba ngoja akachukue simu ile akupigie. Hivi nyinyi ni wapumbavu, ni wajinga au ni watu ambao hamna akili? Hopeless kabisa. Yaani mama yako mdogo namuuliza kwamba imekwaje mpaka anatoka huku aongei chochote, ananiambia kwamba alikuja kuchukua chaji, alafu wewe unaniambia kwamba eti dakika za mwisho ulisikia kwamba anasema anataka achukue simu anipigie mimi ili kwamba niambie kwamba unaumwa. Hivi nyinyi mnanichezea kama mchezo, si ndio? Baba, kiukweli mimi sielewi chochote baba. Niliamua kumdanganya baba kwa sababu nilijua kabisa kwamba hapa kinakwenda kuwaka. Na kama kikiwaka hapa sijui itakuwaje, maana mimi sina pa kwenda wala sina pa kuishi. Japo nimepewa shilingi milioni 2, sijui zile milioni 1.5, lakini sio pesa za kuweza kutegemea hapa Dar es Salaam, kwa sababu ni pesa ambazo zinaweza zikaisha muda wote ule. Lazima nitengeneze mazingira mazuri ya kuweza kuishi hapa Dar es Salaam. Niliamua kumdanganya baba. Baba alikasirika sana. Uongo wangu ni kama ulimwingia, na hivyo aliweza kuanza kunipima kama ni kweli mwili wangu umepatwa na joto, yani kwamba naumwa malaria au kitu gani. Ni kweli. Na kupima na kuona kabisa mwili wako huu kama ni wa moto. Kijana wangu. Ni kweli baba, mwili wangu wa moto, yani mimi ninaumwa kweli baba. Simuona hata jasho linanitoka. Kiukweli hata sielewi hata mbuni mbovu ya dawa mimi sina. Okay, hebu ngoja kwanza. Sasa nakwenda kumuuliza huyu mamako. Na endapo mama yako huyu akipishana na maelezo haya, nakwambia nitakupiga nikuvunja hata kama unaumwa. Baba, utanionea bure tu. Kiukweli mimi ninaumwa sana. Toka zako, hebu ngoja niende kwanza huko. Baba aliweza kuondoka kunapo chumba changu na taratibu aliweza kurudi kule chumbani alipokuwepo mke wake ambaye anafahamika kwa jina la Tina. Hapo kwa kakika. Alifungua mlango kwa fujo kweli na kubana na kuingia kule ndani. Tina, mke wangu, mbona maelezo yenu sielewi?
Yaani Felix anazungumza vingine kabisa, alafu na wewe unazungumza vingine kabisa. Sasa ni muamini nani? Yaani wewe umeniambia kwamba ulikwenda kule kwa Felix kwenda kuchukua chaji kwa sababu chaji yako ilikuwa haionekani, lakini Felix yeye anazungumza kwamba eti anaumwa sana na nimemkuta kajifunika fulu kabisa, yani gubi jasho linamtoka, nimempima, nimegundua kabisa mwili wake ni wa moto, ananiambia kwamba anaumwa. Sasa hapa ni muamini nani? Mbona mnaletea kama mchezo nini? Hivi wewe mwanamke, yani mimi kukuleta hapa nyumbani imeshakuwa ni shida? Yani mimi kukuleta hapa nyumbani imeshakuwa ni tatizo? Yani nimekuleta tayari kabisa, umeshaanza kunikataa mimi, unaanza kumtaka huyu kijana wangu. Jamani, baba Felix, alichokizungumza Felix ni kweli, kwa sababu yani mimi chaji yangu ilikuwa imeisha, nilikwenda kuchukua kule chaji. Sasa hivi kwenda kuchukua chaji kule ndio nikamkuta Felix jamani, akiwa anagugumia, analalamika kwamba anaumwa malaria, sio vitu gani. Nikamuuliza, alikuwa anaongea kwa mbali. Sasa baada ya hapo mimi nikamuuliza kwamba chaji yako iko wapi, akaniambia kwamba hata chaji yake haioni. Basi mimi nikasema basi sawa. Kwa mimi pale ndo nilikuwa natoka ili kwamba nije nichukue simu nikupigie mume wangu ili nikujulishe kwamba kijana wako anaumwa sana. Pumbavu zako wewe. Sasa kama ilikuwa ni hivyo, kwa nini sasa ulishindwa kuzungumza mwanzoni? Wakati nakuuliza pale ulikuwa unatetemeka tu na unashindwa kuzungumza. Da, tumekuja mpaka huku ndani na kuuliza tena kwa mara ya pili, umeshindwa kuzungumza, unatetemeka tu. Alafu eti sasa hivi ndo unaanza kuzungumza vitu kama hivyo? Au unaona kwa sababu nimekupa njia ndo unaanza kuzungumza vitu kama hivyo? No jamani, no. Huo ndo ukweli. Sema muda ule nilikuwa nashindwa kuzungumza kwa sababu nilikuwa naogopa sana, kwa maana ulikuwa nafoka kweli kweli. Nilikuwa nafoka, nilikuwa nataka nikutandike kwa sababu unaleta upuzi. Mnaniletea upuzi gani mimi? Haya, sawa, nimeshakuelewa. Hakuna kitu chochote ambacho kimefanyika. Kweli kabisa, kuna kitu chochote ambacho kimefanyika. Nikukague wewe kwenye ikulu yako, nigundue kwamba ikulu hiyo imetumika au la. Kagua tu ikulu jamani, baba Felix, kagua tu. Wanawake ni wapumbavu sana. Okay, haya sawa, ngoja. Baba aliondoka kule chumbani kwake na moja kwa moja aliweza kurudi chumbani kwangu, na alipoweza kufika baba alizungumza. Felix mwanangu. Naam baba. Hebu sasa jikongoje ni kuinue hapo, tuondoke twende hospitali. Huyu mama yako mwacha baki hapa nyumbani aendelee kupika hapa. Umeendelewa? Ndio baba. Aya, nakuja sasa hivi, jiandae sasa. Hebu changamka, inuka. Wewe mwanaume bwana, usiona lalala tu, unalalala. Unaumwa ni kweli, lakini sasa changamka, inuka. Unafikiri kwamba madaktari watakufuata nyumbani bwana? Hebu changamka. Mimi ngoja nikaongee sasa na huyu mama yako mdogo, ili kwamba nizungumze naye, nimwachie taratibu hapa za kufanya, ili kwamba wewe utakapokuwa hospitali kule, tutakaporudi basi tukute chochote kitu hapa. Umekula kwanza wewe? Hapana baba, mimi sijala. Oh shit, yani ujala tena? Hivi huyo mwanamke alikuwa na kazi gani hapa nyumbani mpaka uja aisi? Yani kiukweli naanza kuelewa kabisa, kijana wangu ulikuwa unaniambia vitu vya maana. Yani huyu mwanamke kazi yake ni kujiwekaweka makope, kujipakapaka maripu stiki, kazi yake ni kuogaoga na kunukia tu. Lakini kufanya shughuli za hapa nyumbani anashindwa kabisa. Huyu mjinga kabisa. Ameshindwaje kupika na ikiwa unaumwa? Mimi sielewi baba, yani mimi sielewi kabisa, labda ungemuuliza mwenyewe. Oh shit, hebu sikiliza sasa wewe. Wewe Felix ni mwanaume. Hebu jikaze sasa hapo. Mimi naondoka hapa na kwenda kule chumbani kwenda kuzungumza na mamako na mwachia maagizo hapa andae chakula. Sisi tunakwenda hospitali. Jikaze kama mwanaume na wewe. Hebu inuka bwana, sio tuanze kubebana hapa mpaka watu tucheke bwana. Sawa baba, nitafanya hivyo. Haya, mimi nakuja sasa hivi hapa. Baba aliweza kuondoka chumbani kwangu na moja kwa moja alikwenda na kuweza kuingia kule chumbani kwake. Alipoweza kufika kule chumbani kwake, baba alianza kuzungumza na Tina ambaye ni mke wake. Tina, mke wangu, na kusikiliza jamani. Mme wangu, hivi wewe kwa nini umeshindwa kupika chakula mchana wote, asubuhi nzima? Yani upo tu hapa nyumbani unazunguluka tu humu ndani. Kazi yako ni kujipakapaka malipustiki, kazi yako ni kujipodoa tu, unakwenda kula hotelini. Kijana wangu anaumwa, umeshindwa hata kupika kumpikia. Hivi wewe una akili kweli wewe? Jamani, kiukweli mimi yani sijui hata nisemeje ili unielewe. Utasema nini nikuelewe? Sikiliza, sitaki mimi nikuelewe. Kama kukosea umeshakosea. Sasa hapa cha kufanya, mimi namchukua huyu Felix nampeleka hospitali. Nacho kuomba unabaki hapa. Hakikisha unaandaa chakula cha mchana.
Na hiki sio cha mchana tena, ni cha jioni, maana inakwenda saa 12. Hebu changamka, hakikisha unaandaa na maziwa kwa ajili ya kupoza, kuchangamsha utumbo wangu bwana. Hivi kwa nini wewe? Sawa jamani, mume wangu, nitafanya hivyo. Baba aliweza kutoka kule chumbani kwake na moja kwa moja aliweza kurudi huku chumbani kwangu. Oho, umeshajiandaa? Haya, twende sasa kijana. Nilianza kutembea kama mtu ambaye ni kweli alikuwa naumwa. Nilikuwa nikitembea huku kama na chechemea hivi. Tulifika na kuweza kuingia kwenye gari la baba. Aliwasha gari na hatimaye tulianza kuondoka hapa nyumbani tukielekea huko hospitali. Kiongozi. Ndio bosi. Namtoa kijana wangu bana, nampeleka hapo hospitali. Anaumwa huyu kijana. Kijana anaumwa. Jamani Felix, unaumwa bwana? Sikuweza kumwitikia huyu mlinzi pale getini. Nilichokifanya ilikuwa ni kutikisa kichwa tu. Na mlinzi pale getini aligundua kabisa kwamba nilikuwa nimekubali kwamba nilikuwa naumwa. Basi tulitoka hapa nyumbani na kuweza kuelekea moja kwa moja mpaka hospitali. Tulifika pale hospitali na hatimaye tuliweza kupokelewa vizuri na kuweza kupelekwa mapokezi. Baba aliweza kulipia pesa, na baada ya baba kuweza kulipia pale mapokezi, basi tuliambiwa tukae. Baada ya muda tukaenda kumwona daktari. Baada ya hapo tukafanyiwa vipimo, yani mimi nikafanyiwa vipimo. Baada ya kufanyiwa vipimo, daktari alisema kwamba nina malaria, lakini sio nyingi sana, ni ndogo na wala isingeweza kunizuru, lakini kwa sababu tumeiwahi, basi atatupatia dawa ili kwamba niweze kurudi nimeze hizo dawa pamoja na Panadol na hii malaria itakuwa imekata kabisa. Alipima na mambo mengine kama typhoid, akagundua kabisa kwamba typhoid nilikuwa sina, kichocho nilikuwa sina, UTI ilikuwa kidogo tu. Nikapewa na dawa za UTI. Basi baada ya kuweza kumaliza kufanya vitu kama hivyo, safari ya kuweza kurudi nyumbani kaanza. Wakati tupo barabarani tukirudi nyumbani, ndipo baba alianza kuzungumza. Yaani wewe Felix bana, yaani wewe hata malaria hiyo ni ndogo tu, ndo unalala majasho na kutoka, yani kama mtu ambaye sijui anaumwa homa gani. Wewe ni mwanaume bwana, muda mwingine wewe unajikaza Felix bana. Ni kweli baba, lakini kiukweli naumwa sana mimi. Unaumwa sana wapi bwana? Daktari singeniambia pale kwamba unaumwa sana. Singeniambia pale kwamba labda malaria inapanda kichwani huko. Ni uoga wako tu bwana. Hivi kwa nini unakuwa mwoga wewe kijana? Alafu kumbuka wewe ni wa kiume bwana, kuna jela na guest. Hebu kuwa makini bwana. Nimeshakuelewa faza, amna shida. Tuliweza kurudi moja kwa moja mpaka nyumbani na hatimaye tuliingiza gari ndani na kuweza kulipaki, na muda ilikuwa ni tayari saa 1 na dakika 25. Tulishuka, yule mlinzi pale getini alizungumza. Bosi, naona mmesharudi. Ndio bwana, nimerudi hapa na kijana wangu. Vipi? Kijana ameshachukua vipimo? Vipimo amechukua, lakini huyu kijana bwana ni mzembe tu. Bosi, ni mzembe kivipi tena? Yaani hao vijana wa sasa hivi hao bwana. Eti malaria kidogo tu, kijana analala kutwa nzima, majasho yanamtoka ndani. Yaani kama aise, huyu bwana huyu sijui ni hapana bosi bwana, malaria bwana bosi waga inachosha sana ujue. Ni kweli malaria inachosha, lakini malaria inayechosha ni ile malaria ambayo inakuwa iko juu kabisa, high level. Lakini sio malaria ya huyu kijana. Haifahamiki hata ni wadudu wangapi, lakini ameambiwa ipo kidogo tu. Sasa si ilikuwa kidogo, yani hiyo inaonekana ilikuwa iko mbali kuliko, ndio maana hata dawa zenyewe kapewa nusu dozi. Ni kweli mzee wangu, ni kweli bosi. Unajua bwana, vijana wetu hawa waoga sana wa kuumwa hawa. Ni kweli bwana. Basi sawa, hakuna shida, mimi niko ndani bwana. Hakuna shida bosi, ukifa wewe uozi. Ushaanza na uchao wako sasa. Hamna bosi, mimi sio uchao bwana. Wewe ni chawa, unaanza kunisifia mimi nikifa siozi. Unajua nyinyi machawa nyinyi, aisee, mnatakiwa mpigwe sana vita. Kwa nini bosi unasema hivyo? Ninasema hivyo kwa maana sasa wewe unaniambia mimi nikifa siozi. Hivi ni kweli mimi jamani? Yaani kabisa mimi nikifa siozi mimi? Bosi wewe unabaya bwana. Tajiri. Huna lolote wewe. Ngoja tu mimi niondoke zangu bwana. Tuliondoka mimi na baba na kuweza kuingia ndani. Tulimkuta mke wa baba akiwa tayari kabisa amekiandaa chakula kizuri kabisa na kuweza kukitenga pale mezani. Na yeye mwenyewe tulimkuta akiwa ameweza kukaa pale mezani akiwa anatazama TV tu. Karibu jamani mume wangu. Karibuni jamani. Asante tu mke wangu. Karibuni jamani mkae. Jamani, habari za huko? Habari za huko wapi bwana? Unajua huyu, nilichogundua huyu Felix huyu ni muoga tu wa kuumwa huyu.
hakuna homa yoyote ambayo naumwa. Mume wangu, unamaanisha nini kusema hivyo? Namaanisha kwamba huyu Felix bwana amenisumbua tu. Yaani tumekwenda mpaka kule, kumbe homa yenyewe sio kubwa sana, ni homa kidogo tu, anajilazalaza hapa, anatupotezea tu muda, mafuta na nini. Kaniuzi sana mimi. Jamani, usiseme hivyo mume wangu. Nisiseme hivyo nini bwana? Hebu ngoja kwanza mimi niende nikabadilishe nguo nioge, alafu nije nikitwange chakula hapa. Mimi nilale zangu tu, kesho niwahi kazini. Naona kama mnanichanganya tu. Alizungumza hivyo baba, na ni kweli kabisa alikuwa anaondoka hapa sebleni na kuweza kuelekea huko chumbani kwa ajili ya kwenda kuoga ili aweze kuja kupata chakula. Mimi nilikuwa hapa sebleni, nilikuwa nimetulia tu nikaendelea kuigiza kama kweli naumwa. We Felix wewe. Haya, nini kilichotokea huko? Ilikuwa ni sauti ya mke wa baba akizungumza vitu kama hivyo. Tumeenda kule, yani mimi mwenyewe nimeshangaa. Kweli Tina, nimeshangaa ni. Yani unajua kwa nini nimeshangaa? Yani mimi siumwi hata chembe. Yani hakuna kitu ambacho mimi naumwa. Eti tumeenda kule. Eti yule daktari anasema eti mimi nina malaria sijui. Yani sijui ni Mungu tu amepanga kitu. Yani mimi hata sielewi. Wewe usiniambie. Yani kwa mnataka kuniambia kwamba mmefika kule, umepimwa umekutwa na malaria? Ndio, mimi nimekutwa na malaria. Lakini amesema kwamba malaria yenyewe haijulikaniki kwamba yako mawili matatu. Unajuaga kuna ile kwamba unapimwa alafu unaambiwa kwamba bwana we malaria yako iko 4, sijui iko juu sana, sijui iko chini sana. Lakini mimi hiyo kitu hakuna. Eti daktari anasema tu kwamba una malaria, sijui nini upewe dawa, sijui bala na UTI, sijui vitu gani. Imepewa madawa haya hapa. Umeona haya mapanado haya hapa mama setu. Yaani unanichekesha wewe. Jamani, hebu ngoja kwanza. Hivi Felix, hivi wewe ulifanyaje mpaka jamani tukashindwa kushtukiwa na huyu babako? Mjini shule wewe. Mjini shule. Alafu sio mjini shule tu. Mimi nilisha unajua wakati ule mimi nishakuelekeza kwamba baba huyo anakuja. Wewe ubishi wako. Sijui nini mpaka kimetokea vile. Felix bwana, unajua mimi nilikuwa nashindwa kuondoka lakalaka kwa sababu mimi Felix, nikwambie tu ukweli. Yaani mimi kwa sasa nimekufa nimeoza. Yaani mimi nimekufa nimeoza kabisa, bado kuzikwa tu. Kiukweli muda ule pale nikahisi kama unanitania. Uliweza kusema eti kwamba baba yako amerudi. Nikahisi kama unanitania. Sasa kumbe ni kweli. Jamani, ili nimetoka tu mwenzako jamani, macho kwa macho. Nilikuwa natetemeka mpaka nikashindwa cha kumjibu. Yaani hata uongo wote ukatweka kabisa kichwani. Yaani nikawa sijui kwamba nijibu nini. Yaani wewe ni mjinga kweli. Kwa hiyo wewe ukajaza uoga kabla ya kuweza kujibu vitu vya msingi ili kwamba tuende sawa mimi na wewe. Yaani wewe ulishindwa kufikiria. Felix, mimi ningefikiria nini? Mbona mimi nimefikiria kwamba naumwa na baba ameweza kuelewa. Sasa mimi ni mwanaume Felix, mimi mwenzako bwana, kwanza mimi kumbuka nimeolewa hapa. Alafu ninapokutana vile jamani nikatetemeka. Mimi faza akaja pale. Wewe Felix, Kwanza mimi nilichokifanya pale unajua nini? Nilitulia kimya. Kwanza nikajifunika shuka fulu. Si unajua sasa na joto la daa ile. Niliweza kujifunika shuka fulu bwana. Majasho yakaanza kunitoka na joto likapanda. Wakati nyinyi mnagombana na baba huko, mimi nilikuwa nasikia kila kitu. Ushanielewa? Umenielewa sawa sawa? Nakuelewa Felix. Yaani unanichekesha tu unavyozungumza hivyo, nashindwa kucheka kwa nguvu. Yaani naogopa babako asije akasikia. Umeelewa sasa? Sasa alipokuja pale anafoka. Mimi nikatulia kimya kabisa. Akaja akanifunua bwana. Sijui akaja huko kwako alafu akaja akanifunua. Ile kunifunua tu. Akakuta mijasho inanitoka baraa. Si nimejifunika lile blanketi zito lile. Sasa mijasho inanitoka kweli kweli. Baba akaanza kunipima kama ndo daktari. Baada ya kuweza kunipima, akaona mwili nayo wa moto jamani. Baba aliweza kuona mwili wa moto, sio nikapata chance nikamdanganya kwamba naumwa. Na hapo ndipo akakubali. Na ndipo kanibeba mkuku na kunipeleka kule hospitali. Mimi nadanganya eti hospitali na jamani. Yaani kiukweli leo kama Mungu tu. Mimi kiukweli namshukuru Mungu. Yaani sijui hata ningejibu nini. Kwa sababu unajua nini? Na kusikiliza nini tena? Wewe acha tu Felix. Tulivyoingia kule bwana kule chumbani, babako kaanza kusema kwamba nataka sio nianze kukagua nione kwamba ulitoka kufanya nini kule kwa kijana wangu. Aise pale moyo ukafanya pa. Nikasema jamani, leo mimi naumbuka mbona jamani? Yaani leo nakwenda kuumbuka. Moyo wangu, mapigo ya moyo akawa naenda mbio. Yaani naenda mbio kweli kweli. Na waza kama akinikagua na kikuta namna ambavyo jamani,
kisima kimejaa maji. Sijui ningesema haya maji nimeyatoa wapi, mimi hata nisingejua cha kuweza kujibu. Nilikuwa natetemeka. Nashukuru Mungu akanielewa bwana. Sasa unajua amenielewa vipi? Yaani amenielewa baada ya kuja na kodi ambazo umempa. Mimi mwenyewe simjua kuzisoma kodi. Alivyokuja tu akaleta kodi. Mbona nyie sijui mmepishana maelezo? Mbona yule kule anasema naumwa, wewe hapo unasema sijui unaenda kuchukua chaji. Mimi mara kwanza nilimdanganya nikuja kwako kuchukua chaji. Hilo pia kanambia kwamba eti ulimwambia kwamba umekuja kuchukua chaji. Na mimi ndo nikatembelea huko nikasema ni kweli, nilisikia tu mtu amekuja, amekaa hapo, amezungumza, mimi hata sikuelewa amezungumza nini. Sasa hapo umeona sasa Felix. Mimi nikamwambia ni kweli mimi nilikwenda kuchukua chaji. Lakini nilipokwenda kuchukua chaji nimemkuta Felix akiwa anatetemeka sana na umwa. Nikatembelea kuna ile kodi ambayo yeye ametoka nayo huko kwako ameileta kwangu. Jamani, yani ulikuwa kama ni mchezo wa kiindi hivi. Hebu acha mambo yako bwana, mchezo wa kiindi vipi? Ikawaje sasa? Nilichokifanya sasa nikamwambia kwamba ni kweli mimi niliingia, lakini nikamkuta yule kijana wako akiwa anaumwa anatetemeka, anasema anaumwa malaria. Sasa mimi nilichokifanya nilikuwa natoka kuja kuchukua chaji na simu ili kwamba nikupigie, yani hapo sana mwambia yeye nimpigie yeye ili nimjulishe kwamba kijana wake anaumwa ambaye ndo wewe. Hapo sasa ndo akanielewa. Ndo akarudi sana kule kwako. Sisi ndo mkachukuana mkaanza kwenda hospitali. Lakini kiukweli Tina, mimi nakwambia kwamba Waswahili unasema kwamba za mwizi 40. Mimi naomba kabisa hii kitu tuiache. Yani hii kitu itakuja kusababisha mambo ya hovyo sana hapa. Mimi nakwambia. Yani mambo yatakuja kubadilika hapa. Mimi Ufaza namjua. Huyu Faza huyu kukupiga bastola huni kazi. Wewe mkali Simba na anazata kwa baba yako bwana. Hivi Felix unaongea tu. Hivi unajua namna mimi ambavyo mizuka inanichanganya kweli kila ninapokuona. Hivi Felix, unafahamu kwamba mimi sijawahi kabisa kukutana na kipigo ambacho nimekutana na kipigo chako. Yani bakula ambazo umenitembezea sijawahi kabisa kutembezewa mimi. Sijawahi kabisa. Sasa unaponiambia eti kwamba tuache kucheza hii game tena, yani kama unanivuruga tu. Yani kama nakuwa sikuelewi hivi. Kwa hiyo Tina, wewe unamaanisha nini? Mimi namaanisha kwamba hii game iendelee tu. Na kadri hii game itakavyozidi kuendelea, na imani uko mbele ndio itakuwa nzuri zaidi. Na tutajua kwamba tuicheze vipi ili kwamba sisi tuwe washindi. Tina, kwa hiyo wewe unataka tushindane na mzee alafu tushinde sisi, si ndio? Haya, yani si ndio natakiwa tushinde. Wewe, yani huyu ndo mzee mwenye hii nyumba hii. Ameijenga nyumba yake sisi hatujui. Umeelewa? Alafu tena ile Tina unasema kwamba unataka tushindane na mzee. Hivi unamuelewa huyu mzee vizuri? Wewe acha, mimi nakwambia kwamba hii game haiishi mpaka iishe. Haya, unajua lakini nilitaka kuzungumza kitu fulani hivi, lakini nikashindwa kuzungumza kwa sababu nilimwona baba akiwa tayari kabisa kavaa taulo lake akija hapa sebuleni kwa ajili ya kuja kupata chakula. Basi nikakausha na kuweza kujilegeza kama kweli nilikuwa naumwa. Nini hapo? Mbona naona kama kuna kelele? Mnazungumza nini nyinyi? Hapana jamani, mume wangu, bora tuzungumzi kitu. Nilikuwa na muasa tu huyu Felix kwamba ajitahidi kula, asiwe mvivu. Kwa sababu malaria bwana yanataka ule. Yani dawa za malaria ni kali sana, kwa hiyo sinatakiwa kwamba Felix ale ashibe ndo ameze dawa. Kapewa na madawa mpaka ya UTI. Sasa nilikuwa namwambia madawa ya UTI nayo pia waga yanaleta kichefuchefu, kwa hiyo awe makini sana juu ya hilo. Ni wazo zuri sana. Felix, msikilize mama yako mdogo anachokuelekeza. Sio unaambiwa unaanza kupigishana naye kelele. Mimi unajua nipo kule juu gorofani nasikia mnapigishana makelele hapa. Mnanivuruga tu. Ni kweli baba, kuna shida. Mimi nitakula tu na nitameza dawa ili nipone. Fanya hivyo. Usio mwoga mtoto akubwa, unakuwa mwoga wa dawa bwana. Yaani unakuwa unaziogopa dawa. Je, ungeambiwa sindano wewe? Si ndio ukikimbia kabisa. Lakini kweli, wewe toka udogo wako ulikuwa unaogopa sana sindano na dawa. Alizungumza hivyo baba huku akikaa chini kwa ajili ya kuweza kupata hiki chakula ambacho kilikuwa ni chakula cha usiku kwa sababu ilikuwa ni saa 2 usiku sasa hivi. Basi tulikula chakula vyema kabisa. Na baada ya kuweza kumaliza, baba aliaga kwamba anakwenda kuvaa nguo zake alafu anatoka kidogo kwenda kupata moja baridi moja moto. Mke wangu, mimi naondoka hapa. Naondoka, nataka niende hapo kwanza sehemu nikapate moja baridi moja moto, alafu baada ya muda nitarudi. Lakini jamani wewe baba Felix, mbona unakuwa hivyo? Na kwa hivyo nini tena mke wangu?
Nilipoweza kuona kwamba mazungumzo yao yakianza kuzungumza mazungumzo ya kwao wenyewe, basi mimi kijana ilibidi niweze kuinuka na moja kwa moja nikaelekea kwenye geto langu, nikawaacha wao wakiendelea kuzungumza. Nakwaje tena nini mke wangu, mbona sikuelewi? Unakuwaje? Yani mapombe yako humu ndani umeyajaza kwenye kabati humo, tena unaondoka unataka ukayabugie huko nje. Kwa haya ndani yabugie nani? Nilisahau. Unajua nilihisi kwamba haya mapombe ya kwenye friji yatakuwa yamekwisha, kumbe hako jamani. Yako tena yamejaa tele, kazi kwako tu. Kwa kila siku kutoka jamani, usiku saa 2 uende kwenye mabaa huko unywe ulewe. Mwisho uje upate maajali njiani jamani baba Felix, alafu mambo hajakuwa mengi. Wazo zuri sana mke wangu. Basi ngoja nikae hapa ugali ushuke huu niliokula, alafu nipige na pombe ili niweze kulala. Hilo ndo jambo la msingi. Ilibidi waweze kukubaliana kwamba baba asiondoke kabisa kuelekea huko ambako alikuwa anataka kuelekea. Basi baba aliweza kukaa hapa sebuleni, wakiendelea kupiga stori za hapa na pale baina ya yeye na huyu mke wake. Mimi nilikuwa chumbani kwangu nikiendelea kutazama simu na kutafakari mambo mawili matatu kuhusu penzi zito kabisa ambalo limekwenda kuanzishwa baina ya mimi na mke wa baba. Kiukweli huyu mwanamke atakuja kuniua tu, kwa sababu babangu mimi namfahamu. Ni mkorofi kwelikweli, hasa linapokuja swala la mali yake kuweza kutafunwa. Nakumbuka baba alishawahi kumpiga mtu na kumuua, hasa pale siku ile nilipokuwa mdogo sana, alipoweza kumfumania mama akiwa na jamaa mwingine. Hasa huyu mama mdogo ananiingiza mimi kwenye chaneli za baba, aise baba atatawanya kichwa changu na kukitafuna supu. Kiukweli huu mchezo inabidi niucheze kwa makini sana, na ikibidi naweza kuusitisha tu, kwa sababu naona hauna faida kwangu. Kwanza, kwa nini mimi nimeanzisha kitu kama hii na huyu mama mdogo? Lengo langu kubwa ni nini? Je, yeye anafahamu kwamba kwa nini kaanzisha hii kitu na mimi? Itabidi nikae chini na kuweza kufikiria vizuri, na inabidi niweze kumuuliza kwamba kwa nini ameanzisha kitu kama hii na mimi. Maana naona ni kitu mbaya sana ambayo itakuja kunivuruga akili yangu na kuweza kuniharibu kabisa. Pengine naweza nisiwepo kabisa katika ulimwengu huu mtamu kwelikweli ambao bado nahitaji kuishi, kwa sababu mimi bado ni kijana mdogo. Lazima nifikirie mara mbili kuweza kujua kwamba nini cha kuweza kufanya. La sivyo ni bora kuweza kukata kabisa hii kitu, yani tukate kabisa mawasiliano, kila mtu aishi maisha yake. Nilikuwa nikiwaza hivyo ndani ya kichwa changu wakati nilipokuwa nimeweza kujilaza kunako kitanda, huku nikiwa naendelea kuchezea simu yangu. Tunarudi pale sebuleni ambako yuko baba, lakini pia yuko na mke wake. Sasa leo mke wangu inabidi na wewe unywe kidogo bwana. Jamani, yani na mimi ninywe tena? Kunywa? Wewe tumekutana ukiona kunywa wewe. Unajua siku ile nilipokukuta Park ile inayoitwa ile Star Park hoteli, ndio tulikutana mle. Nikaopoa chombo kimoja kizuri sana Tina. Tina, wewe mke wangu nakupenda sana kwa sababu huna mambo mengi, ni mtulivu, ni msikivu. Jamani, kweli baba Felix, ni kweli haswa. Wewe ni mtulivu, wewe ni msikivu, yani hakuna kama wewe. Haya. Okay, mimi napo na wewe unywe sasa. Walikuwa napiga stori 2-3 baina ya baba pamoja na huyu Tina ambaye ni mke wake, huku wakiendelea kubugia pombe taratibu kabisa, huku wakiendelea kupiga stori. Walibugia pombe. Nilitazama simu yangu, lakini nikaona kamuda kanazidi kusonga sana, hivyo nilichokuwa nakihitaji kwa time kama hii ni kuweza kulala tu. Maana nilikuwa nikizidi kusikia stori zikiendelea pale sebuleni. Baadhi ya stori baina ya baba pamoja na mke wake walikuwa wakizungumza vitu vingi tu, lakini baada ya muda nikaanza kusikia kama ni watu ambao hawazungumzi tena maneno yakasikika vizuri, bali walikuwa wanazungumza kama watu ambao tayari walikuwa wameweza kulewa. Sina wewe, mimi ukweli nikija kusikia kuna mtu anakula asali yangu, analamba asali uliotengeneza kwa bei ghali na nyuki wake ni wakali, kwamba huyo mtu anafanya kitu kibaya huyo,
kwenye maisha yake yote hatuweza kuja kunisahau mimi. Shua nakwambia, fanya kazi na fanya vitu vingi ili tu China uendelee kunawili, China uendelee kuwa vizuri, China uendelee kumata mtoto hapa mjini. Yaani hapa mjini lazima wajue kwamba China uko na baba la baba. Umenielewa? Nimekuelewa jamani baba Felix. Kweli mimi ndo maana, yaani unajua mimi nilikuwa nimepagaa sana eti kukuona wewe unataka kuondoka hapa uende ukanywe mapombe yako huko, alafu eti mimi sasa mimi unataka uniache na nani hapo uende ukanywe mapombe huko? China mke wangu bora. Mimi mwenzako unajua nilikuwa napenda kwenda kunywa na marafiki kule, ushaelewa? Asha wewe ndo umenishauri jambo zuri sana. Sasa nikafikiria kwamba kama naenda kunywa na marafiki, sasa mapombe ndio hapa nyumbani ni mapombe ya kunywa nani? Kumbe kweli mapombe ni mengi, kwa inabidi mimi na wewe tuyatafune kisha tujaze mengine na jamii kwenda huko. Ni kweli ni kunywa hapa nyumbani tu, tunywe pombe shule mangu, siku zinazidi kwenda. Ni kweli. Lakini mimi naona kama muda umeenda. Si muda umeenda. Kumbe ni saa 7 sasa hivi. Afu mtoto atakuwa kashalala. Wewe Felix baba. Felix kalala. Felix baba, Felix. Una sana njoo piga hata pombe. Asipige pombe. Huyu amekunywa vidonge. Ni kweli mwanangu amekunywa vidonge vya malaria. Sasa nataka umpigishe pombe mtoto afe. Nikajua kwamba labda hajanywa hajapige pombe. Hii nyumba nzima inabidi tupige pombe tulewe. Huyu mtoto asipokuwa analewa huyu, kwa kauli yake ya siku ile naona kabisa atakuja kushapa demu wangu. Felix unasemaje? Kwani naume sikia ambacho mimi nakizungumza? Ndio nakusikia unachokizungumza. Unamwambia kwamba eti Felix atakuja kushapa mzigo wako ambao ni mimi, si ndio? Mke wangu bwana, mimi sikuzungumzia hivyo. Mimi sikuzungumzia kwamba Felix asipokuwa mrefu atashapa mademu huko mtaani, you know? Atashapa mademu mtaani, you know what I'm saying? I am saying that of course I am so many experience of the boy who are not addictions, you know? Wana vivi Ingereza vyako umechoka naenda kulala. Ni kweli tunatukala tu mke wangu bwana. Mambo mengi mbele mchache. Ngoja. Huu mlango. We Felix baba. Felix kuja hapa, njoo funga mlango, mimi babako nakwenda kupumzika na mama. Njoo hapa. Nilikuwa nimelala na muda ulikuwa ni saa 7 usiku, lakini nilianza kusikia kama baba akiniita. Ikabidi niweza kuinuka nikiwa na mauchovu kweli. Nilitoka na kuweza kumkuta baba akiwa kashainuka. Walikuwa tayari wanaondoka, yeye pamoja na Tina kuelekea chumbani kwa ajili ya kwenda kulala, maana usiku ulikuwa ni mzito kweli. Felix baba, sisi tunakwenda kulala. Pumbavu wewe. Huu ni usiku sasa hivi, mbona sasa hivi? Sasa hivi ni saa 8 kasoro. Sasa sisi tunaenda kulala. Funga, nimekuita ufunge huu mlango. Funga kabisa mlango, asiingie mpumbavu yoyote mwandani. Funga kabisa hapo. Nimeshakuelewa baba, mna shida. Nilitikia baada ya baba kuweza kuzungumza vitu kama hivyo. Sisi tunaenda kwa sawa baba, kuna shida. Okay, lakini wewe kula nimekushuhudia umekula. Sasa baba Felix, twende tukalale, achana naye Felix huyo. Wewe ngoja niongee na mtoto wangu. Huyu asipokunywa dawa huyu malaria itapanda zaidi. Wewe
umekunywa dawa malaria kwanza au umekuja tu hapa baada ya kumaliza kula umeenda kulala? Umekunywa dawa malaria kweli umekunywa au ndo unaanza Nimeshakunywa baba, mimi nachokusii nenda kapumzike tu. Mwangalie pia ama mdogo amechoka sana, naonea huruma wote, mwendeni tu mkapumzike. Asante mwanangu wa kutuonea huruma kesho bye. Amna shida baba. Aliondoka baba akiwa na Tina, wakaelekea huko kwa ajili ya kwenda kupumzika. Nilifunga huu mlango kabisa, na baada hapo niliweza kurudi moja kwa moja mpaka geto kwangu kwa ajili ya kwenda kupumzika. Lakini mlango nilikuwa sijaufunga, mlango wa kwenye geto langu niliuacha wazi. Nilikuwa nimelala na usingizi ulikuwa umeweza kunishika kweli kweli, lakini baada ya baba kuweza kuniita na kuniamsha, usingizi ulikata. Even nilikuwa na kazi nyingine kubwa kweli kweli ya kuweza kurudisha usingizi kunako kichwa changu. Yani baba naye na mipombe yake bwana, yeye ananiamsha tu mpaka mimi usingizi unanipotea. Nilikuwa mbali naota, tena nilikuwa naota na msagamua huyu Tina mkia. Anyway, lakini nilikuwa nikiwaza vitu kama hivyo wakati nilipokuwa nimelala kitandani. Nikaanza kukumbuka mambo mbalimbali ambayo nilikuwa nimeweza kuyafanya mchana baina ya mimi na Tina. Nikajikuta akili ikianza kuruhusi control. Nikajikuta mawazo yakianza kumwaza sana Tina kuliko kitu kingine chochote kile. Mawazo yangu, msitaki kuniambia kwamba kwa sasa namwaza sana Tina kuliko kitu chochote. Naomba muondoke kabisa mawazo na yakataa kwa jina la Yesu. Nilizungumza hivyo ndani ya moyo nilipogundua kabisa kwamba akili yangu na fikra tayari vimetekwa na binti mrembo anayefahamika kwa jina la Tina, mke wa baba. Na kama Tina umeanza kuniteka kiasi hiki, sijui itakuwaje. Ama kweli aliosema kwamba mapenzi ni upofu, mapenzi ni kikozi, hajifichi, aliamanisha kabisa. Na hii imeanza kuthibitika direct kabisa. Natamani usiku mzito kama huu ningekuwa na mtu kama Tina, angekuwa anaendelea kupoza moyo wangu. Ningeendelea kuifurahia dunia. Lakini Tina ni mke wa baba. Hapana, lakini baba nilishamwambia kwamba huyu mwanamke sio na mfai, lakini hakutaka kunisikia. Kwa hiyo kama baba nilimwambia kila kitu na kutaka kunisikia, je, ni halali mimi kuweza kumzagamua mke wake? Hapana, sio halali. Nifanye nini sasa? Mbona kama najitahidi sana kuweza kumwacha huyu Tina na kumuondoa kwa akili yangu na mawazo, lakini kama akili nakataa. Nakumbuka alipoweza kunipatia zile pesa, na ikiwa baba alishindwa kabisa kunipatia. Nakumbuka ule msambwanda namna ambavyo ulikuwa umetepeta kweli kweli. Lakini vipi pale zile nido ambazo ziko pale kwenye kifua, zile embe boribo kama zilizochongoka kama mchongoma. Mungu niepushe na Tina. Naona kabisa safari ya kifo iko mbele yangu. Maana baba sio mtu mzuri kabisa kwenye jambo kama hili. Baba anaweza kuua hata mtu esi. Bado kumbukumbu yangu ya kukumbuka namna baba alivyoweza kumchinja hadharani, tena usiku wa manane, na kumfukia ule jamaa ambaye alikomeza kutoka na mama, bado inanijia kwenye kichwa changu. Bado inanijia. Lakini pia nakumbuka kifo cha mama, namna ambavyo naye pia aliuliwa na baba kwa sababu ya kuweza kutembea na jamaa mwingine kabisa. Na nakumbuka siku ile baba aliwaua watu wawili mbele ya macho yangu. Alimuua mama pamoja na ule jamaa ambaye alikomeza kumfumania. Lakini mama naye bwana, kwa nini aliamua kuweza kutoka namna ile? Kwa nini? Alikuwa ni malaya kwelikweli kupindukia. Yani ametoka kusababisha mauaji ya kijana mmoja na hatimaye akaja kufa yeye na kijana mwingine. Mama yangu naye sijui alikuwaje. Lakini yote kwa yote namlaumu baba kwa nini amue mama yangu kwa mikono yake miwili. Lakini kwa sasa nimeanza kugundua kabisa kwamba mapenzi ni kitu ambacho kinauma kwelikweli. Hebu tazama mimi ambavyo namuwaza sana Tina kuliko kitu chochote. Je, kama Tina ndo angekuwa mke wangu nimemuoa kwa ndoa, je, kama ningegundua kwamba kuna mtu anapita pita na kuweza kutoka naye, ningechukua maamuzi gani? Ama kwa hakika ningeua.
Tina ni moja kati ya wanawake ambao naopenda sana kwenye hii dunia na sidhani kama nitampata mwanamke kama yeye. Tina. Kumbe ni mlevi wa pombe pia. Oh, Tina. Najua hapo ndipo nitakapokupatia. Nitahakikisha siku baba akiwa yupo nitakunywesha pombe ili niweze kujua upande wako wa pili upoje. Yawezekana Tina ukawa mkali zaidi ukiwa umeweza kulewa. Oh, Tina. Unanifanya nisipate usingizi. Lazima niamke kuja kusikiliza kwamba je, nini ambacho kinachoendelea baina yako wewe na baba. Ama kwa hakika siwezi kulala. Siwezi kulala. Lazima nije nikusikilize Tina, je, ukilewa katika upande wako wa pili huwa unapenda nini? Yalikuwa ni mawazo ambayo nilikuwa nikiyawaza ndani ya kichwa changu. Yalikuwa ni mawazo marefu kwelikweli ambayo yalisababisha mpaka mtarimbo ulianza kupiga hodi, ulianza kupiga CCM Chadema. Jambo hili lilikuwa gumu sana kwangu kuweza kulivumilia. Nilitamani kuweza kuondoka ndani ya geto langu usiku huu na kuelekea kwenye chumba cha baba pamoja na Tina kwenda kusikiliza pale mlangoni kwamba je, ni nini ambacho kilichokuwa kikiendelea huko. Nilishuka nikiwa nimeweza kuvaa boxer tu. Hata singlendi nilikuwa sijavaa. Nilipiga hatua na kuweza kukamata kitasa cha mlango wangu na kuweza kufungua. Na taratibu niliweza kuzima taa za pale sebleni. Nilisogea moja kwa moja mpaka kwenye mlango wa kwenye chumba cha baba. Mpenzi msikilizaji, kama wewe unapenda mambo yetu yale, yani zile video za kupelekeana moto, video za minyanduo za mizagamuo, bwana, video hizo ziko pale WhatsApp. Usije ukahangaika kuzitafuta huko Facebook ukaibiwa pesa bure kabisa. Ukija pale WhatsApp, sisi video hizo tunazo. Gharama yake ni shilingi 15,000 tu. Ukija pale WhatsApp mapema sana tutakuunga na grupu letu kubwa kabisa ambalo linatoa video za mizagamuo kama njugu. Kunapo grupu za kibongo na za kizungu zinapatikana pale. Je, wewe ni moja kati ya wadau ambao wanakubali vitu kama hivyo? Basi njoo pale WhatsApp kwa namba hii, lakini ukiwa na 15,000 mkononi, 0782 7197 na mwisho ni 94, 0782 7197 na mwisho ni 94. Hiyo ni namba ya kuja pale WhatsApp. Ukija pale WhatsApp sema oi, nahitaji kuungwa na grupu la video za mizagamuo, mapema sana utaungwa. Na hiyo itakuwa ni mara baada ya kuweza kupewa namba kulipia pesa. Ukishalipia shilingi 15,000 tunakuunga na utakuwa ukipata burudani ndani ya grupu letu kubwa kabisa kila siku mwezi mzima. Ndipo utalipia tena shilingi 15,000 nyingine. Karibu pale WhatsApp, maana gari limeshawaka pale WhatsApp. Ni mwendo wa mizagamuo tu ndani ya grupu. Changamka, njoo sasa hivi na kusubiri. Je, wewe unasubiri nini? Na ikiwa mimi nakusubiri wewe, basi fanya fasta, njoo pale. Niliweza kufika moja kwa moja mpaka kwenye chumba cha baba. Nilianza kusikiliza kwamba nini ambacho kilichokuwa kikiendelea kule ndani. Nilimsikia Tina, mke wa baba, akiwa analalamika, akimlalamikia baba kwamba anashindwa kuweza kumpatia kile kitu ambacho alikuwa anakihitaji kwa muda kama huu. Hivyo wewe baba Felix, kwa hiyo kisha kunywa pombe ndo basi tena, ndo basi tena, si ndio? Hebu niache bwana mimi. Ndo basi, sisi wenyewe tushakuwa wazee. Sometimes sisi tunaoa tukiwa na tamaa tu, lakini sio kwamba sisi tunaoa sisi kwamba tunataka sana, si mambo kupeleka moto. Hivyo mimi kuwa ibadilishe maisha yako tu. Sasa unapokuwa unakuja tena mimi unaniforce usiku, nishakunywa vyangu, nimelewa, nimelala, nishakula, nimeshiba. Naambia tena habari sijui nini. Bwana, hivyo vitu kesho asubuhi nikiamka na nguvu. Sasa hivi mimi nimechoka, siwezi fanya chochote. Kwa hiyo kama mimi umenileta hapa ili kwamba uje unilishe na kubadilisha maisha, si ndio? Lakini sio mambo ya mizagamuo, si ndio? Yes, you know. Yes, of course. Yes.
Kumbe unaelewa. Shukuru sana kupasha mwanamke mwelewa kama wewe. Unaelewa kwamba nimekuleta hapa ili nikubadilishie maisha yako, lakini pia uweze kula. Unajua pengine unatoka kwenye familia maskini huko, hasa mjengo kama wa ghorofa, unalala kama uko Ikulu hapa, bado sasa unapiga kelele usagamuliwa, si hata kesho asubuhi bwana. Vipi wewe? Haya, kama kumbe kweli ndo hivyo. Haya, lakini sisi tukalaumiana nini unazungumza? Nyosha maelezo kwa wewe bwana. Unazungumza tutaumiana nini? Mimi wa kulaumiana na wewe? Haya, wewe sema tu, wewe rara bwana hapo. Niliweza kumsikia mke wa baba akilalama na akilalamika juu ya baba kushindwa kabisa kuweza kumpatia kile kitu ambacho alikuwa anahitaji kupatiwa kwa time kama hii. Wakati niko pale mlangoni nikiendelea kupiga chabo, mkongomani ulikuwa juu kabisa ukisichi network. Nikazidi kuchanganikiwa kweli. Oh, baba, nakupa pole sana. Kumbe ukilewa unashindwa kuweza kutimiza kile ambacho nakuwa umeahidi. Ona sasa unazalilika. Hapana, lazima nihakikishe kijana wako naifuta hiyo aibu. Hapana. Nilikuwa nikiwaza ndani ya kichwa changu nikitamani kugonga mlango, lakini nikaona shindwa. Maana kama ningegonga mlango lazima baba angesikia, na kama angesikia angeuliza wewe nani unaigonga, na lazima angejua kwamba ni mimi. Nikabaki nikiwa nimeegamia mlango nikiwa sielewi kabisa, yani nimechanganikiwa. Zilipita dakika 20. Ukimya ulikuwa umeweza kutawala kwenye chumba cha baba. Ukimya ulitawala kabisa, na hii ilitokea mara baada ya mke wa baba anayefahamika kwa jina la Tina kuweza kulalamika sana juu ya kuweza kupewa kile kitu ambacho baba alimwahidi lakini hakuweza kukipata. Muda ulikuwa umekimbia sana. Ilikuwa ni kama saa 8:30 kuelekea saa 9, maana niliweza kupiga jicho pale sebuleni kwenye kwenye ile saa yetu ya pale ukutani, ndipo niligundua hivyo. Muda unazidi kusonga. Upwiru upo kwenye koo. Huu ulikuwa ni muda mzuri sana wa Tina kama angeweza kuja geto kwangu. Na imani kabisa pombe alizokunywa pale zimeweza kushuka chini. Kwa zinahitaji pombe zile kuweza kutolewa. Baba amechemka. Imekaje hii? Nilikuwa nikiwaza huku nimeegemea ukuta wa hapa mlangoni nikiwa sitaki kabisa kuweza kuondoka. Mara nikasikia kama mlango kikolokocholewa hivi, kama mtu anataka kufungua fulani hivi. Nilitazama kitasa kwa macho mawili. Nikaona kama kinanyongwa hivi. Baada hapo nilishuhudia akitoka Tina akiwa yuko kama ambavyo ameweza kuletwa hapa duniani. Yani hakuna kitu ambacho alikuwa ameweza kukivaa kwa muda kama huu. Nilistuka sana. Nilistuka kweli. Kwa sababu kulikuwa ni giza na Tina alikuwa yupo katika ulevi. Nilimshuhudia akinipita hapa pasipo kuweza kuniona kabisa. Alitembea kwa mwendo kulewalewa huku akipapasa kwenye ukuta, ni kama mtu ambaye anajizuia asianguke hivi. Alitembea huku akiwa na yumba mpaka aliweza kufika kwenye chumba changu. Nilipoweza kumuona kaingia tu, nilimshukuru sana Mungu. Na mimi nilikimbia fasta na kuweza kwenda kuingia pale. Nilichoma ndani chwip na kumkuta Tina akiwa kashawasha taa ananitafuta mimi wapi nilipo. Felix baba. Felix. Jamani, huyu ameenda wapi? Chumba hiki jamani. Sasa kipo peke yake huyu. Ameenda wapi naye huyu? Nilianza kuzisikia sauti za mke wa baba akizungumza kwenye chumba changu, kana kwamba ulevi ulikuwa design kama umeanza kukata hivi. Baada ya dakika kadhaa mimi nilikuwa tayari nimeshaweza kufika. Wow, Felix jamani. Yaani hivi unaenda wapi? Huwezi amini, Tina. Nilikuja kusikiliza pale kwenye chumba cha baba ili niweze kujua kwamba ukilewa, je, upande wako wa pili uaga upo vipi?
unanichekesha sana jamani wewe. Kwa kumbe ulikuja kusikiliza? Ilikuja. Jamani, kumbe kweli unanipenda eh? Ya. Mimi mwenyewe nimeshindwa kulala. Siku zote nakwambiaga, babako hamna kitu utaki kunielewa. Hasa kama leo umesikiliza, na imani umesikiliza kila kitu na kugundua, umeona kilichotokea. Kiukweli Tina, mimi sihitaji kwa sasa tuzungumzie mambo ya baba. Lakini nilichogundua kwa sasa ni kwamba moyo wangu unakuhitaji sana. Yaani natamani ni kuone kila saa, kila dakika, kila muda. Nimefurahi sana ujio wako. Usijali Felix. Felix bana, nilikwambia mimi kwamba mapenzi ni kitu kibaya. Ni kweli, na kwa sasa nimethibitisha hilo. Basi hakuna budi. Anyway, mimi nafikiri kwamba kuna haja kupoteza muda, maana babako tunamjua, asije kaanza kuleta mambo yake ya hovyo hapa. Okay, basi sawa. Nilifunga huu mlango wa chumba changu nikijua kabisa kwamba hapa kitu kinachokwenda kuendelea hapa ni kazi moja tu, kucheza sebene mpaka akili itukae sawa. Taratibu tulianza kutalii, kila mtu alikuwa kitalii kwa mwenzake vizuri kabisa. Baada ya kuhakikisha kwamba kila mtu ametalii vizuri kabisa, ndipo nilipoweza kugundua kuwa bana Tina, pombe zilikuwa zimeweza kushuka kule kunako. Maana nilimwona muda wote akilalama, akipiga mayowe, tofauti kabisa na kipindi ambacho alikuwa hajalewa. Hii ilimaanisha kwamba Tina akinywa pombe anakuwa na mizuka kweli kweli. Maana alikuwa analalama kama mtu ambaye anatandikwa fimbo nyingi kweli kweli, na hii ilikuwa bado kabisa sijaanza kumsagamua, lakini makelele ambayo alikuwa anapiga, jamani, kama mtu anapigwa vile. Kelele hizi ziliweza kusafiri moja kwa moja na kuweza kuingia masikioni kwa Dingi ambaye alikuwa ameweza kujilaza. Taratibu Dingi alianza kumpapasa mke wake upande wa pili, akagundua kwamba hayuko pale alipokuwa ameweza kulala, alikuwa ameweza kulala peke yake. Dingi akaona usinitanie bwana. Saa ngapi asianze kupaza sauti kule juu ghorofani. Washina, Tina, pupavu, shoni haupo mwenda hapi. Huyu na wakaka kuwa ameshuka chini. Hayo kazi nayo, ngoja niende huko. Nilimsikia baba akizungumza vitu kama hivyo. Lakini sisi tulikuwa katika ulimwengu mwingine kabisa. Ukizingatia Tina amelewa, ndo alikuwa haelewi chochote. Mimi sijalewa, nasikia, lakini sitaki chochote kuzungumza kwa sababu mlango si nimeufunga. Basi nikasema liwalo na liwe tu. Basi sisi kama kawaida tukaendelea kubadilishana juisi za miwa tu. Kiukweli nilijisikia faraja sana kuona Tina naiti kama hii. Harufu yake ya pombe ilikuwa inazidi kunipa mizuka zaidi. Wakati sisi tupo katika ulimwengu mwingine kabisa, niliweza kumshuhudia baba alikuwa ameshaanza kufika kabisa mpaka hapa sebleni akilalama na kumuita Tina, huko akigonga vyumba vyote, na zaidi alikuwa anakomaa kugonga kwenye chumba changu. Waswahili wanasema kwamba za mwizi 40. Wengine wanasema kwamba za mwizi ni siku moja tu. Wengine wanasema mwizi ni mwizi tu, haijalishi siku 40 wala siku moja. Nikasema leo ama kwa hakika ndo nimenaswa. Nilisema hivyo mara baada ya kuweza kugundua kwamba kumbe nilihisi huu mlango nimefunga, lakini kumbe nilikuwa nimeurudishia tu kwa sababu nilikuwa nina wenge la kuweza kuzagamua. Sasa sikufunga hata na funguo. Na hii iliweza kujithibitisha pale ambapo baba aliweza kushika kitasa na kufungua kwa nguvu akiwa kalewa, akavamia na kuweza kuingia ndani akiwa na yumba yumba. Yuko hoi bintabani chakali kweli kweli. Kidume nikasema leo nimekwisha. Bana mpenzi msikilizaji, nini ambacho kitakachotokea katika simulizi hii? Basi hakikisha kwamba unabonyeza neno subscribe ili kuwa mtu wa kwanza kabisa kuweza kupata simulizi zetu pale ambapo tutaziachia, na hasa simulizi hii inayokwenda kwa jina la Mke wa Baba. Utaipata sehemu ya 3 kuweza kujua nini kitakachoendelea, lakini kwa sehemu ya 2 imeweza kuishia hapa. Je, sehemu ya 3 nini kitaendelea? Basi tukutane katika sehemu ya 3.
lakini hakikisha umesubscribe, umegusa alama kengele, na utakometisha sana kama ukicomment, utakometisha sana kama ukishare pia. Asanteni. Tukutane katika sehemu ya 3 ya simulizi yetu nzuri kuweza kujua, je, baba atafanya nini baada ya kuweza kunikuta mimi pamoja na Tina tukiwa tupo katika ulimwengu mwingine kabisa na sio ulimwengu huu wa kawaida. Nini kitatokea? Basi tukutane katika sehemu ya 3.